Kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Mjumbe wa China katika Umoja wa Mataifa atoa wito wa kusitishwa mapigano Sudan. China yazindua teknolojia ya AI inayoweza kugundua mabadiliko ya jeni kwa sekunde 60 pekee. Na maonyesho ya elimu ya China mwaka huu yaanza Beijing kwa ushiriki mkubwa wa kimataifa. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Na mkaribu tena. Mjumbe wa China katika Umoja wa Mataifa ametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano nchini Sudan kufuatia ongezeko la machafuko katika mji wa El Fasher, jimbo la Darfur Kaskazini. Wito huo unakuja wakati hali ya kibinadamu ikiendelea kuzorota kutokana na mashambulizi ya vikosi vya RSF dhidi ya raia na taasisi za kiraia. Ronald Mutie amefuatilia taarifa hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa na yale ya kibinadamu yanaripoti kwamba zaidi ya watu 2,000 wameuawa katika eneo la El Fasher huko nchini Sudan. Katika kikao cha Baraza la Usalama cha Umoja wa Mataifa kilichofanyika Alhamisi, Sun Lei ambaye ni naibu mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa anasema kuwa vikosi vya usaidizi wa haraka RSF nchini Sudan vimevamia na kuchukua udhibiti wa El Fasher, hatua iliyosababisha hali ya eneo hilo kuzorota kwa kasi. Sun anasema kwamba China ina wasiwasi mkubwa kuhusu hali hiyo na anasisitiza kuwa kusitisha mapigano na kukomesha uhasama ndilo jambo la kipaumbele zaidi kwa sasa. Aidha, anaeleza kwamba kuimarisha misaada ya kibinadamu ni muhimu katika kukabiliana na mgogoro huo, huku mazungumzo ya maelewano yakiwa njia pekee ya kupata suluhu la kudumu. Security Council Resolution 2736 clearly demands that the RSF end its siege of El Fasher and urges all parties in the conflict to immediately halt hostilities and protect the safety of civilians. The collective will of the Security Council must not be overlooked, and humanitarian disasters should not be allowed to happen repeatedly. China strongly condemns the attacks by the RSF on civilians and the destruction of hospitals and other civilian facilities. The RSF should immediately cease its violent actions and respect the boundaries set by international humanitarian law. Sun amelaani vikali mashambulizi ya RSF dhidi ya raia pamoja na uharibifu wa hospitali na miundombinu ya kiraia, akisisitiza kuwa RSF inapaswa kusitisha mara moja vitendo vya vurugu na kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu. Aidha, ameongeza kuwa hali nchini Sudan imefikia katika hatua nyeti, akitoa wito kwa RSF kuondoa vizuizi vya misaada ya kibinadamu katika mji wa El Fasher ili kuhakikisha misaada inawafikia walengwa kwa usalama na kwa wakati. Pia anasisitiza umuhimu wa kuweka njia salama za uokoaji wa raia na kulinda wafanyikazi wa kibinadamu. Kuhusu upungufu wa fedha za misaada ya kibinadamu, Sun alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, hasa wafadhili wa jadi na washirika wapya, kuongezea michango yao na kutimiza ahadi zilizotolewa bila kuchelewa. It has become clear that a ceasefire doesn't happen on its own, and peace won't just come naturally. The international community must work more quickly to build a consensus for peace, enhance mediation efforts, and increase humanitarian support. This will help the people of Sudan escape the hardships of war sooner, embrace the dawn of peace, and return to a stable and peaceful life. Maonyesho ya elimu ya China, yani China Education Expo, mwaka huu yamefunguliwa rasmi jijini Beijing, yakileta pamoja vyuo vikuu na taasisi nyingine za elimu 400 kutoka nchi na maeneo 38 duniani. Mwaka huu idadi ya washiriki wa kimataifa imeongezeka kwa kasi, huku Saudi Arabia, Romania na Panama zikishiriki kwa mara ya kwanza katika historia ya maonyesho haya.
Nchi ya New Zealand ambayo ni mgeni rasmi wa maonyesho haya kwa mara ya pili baada ya kipindi cha miaka 10 imeleta vyuo na taasisi 17 zaidi ya mwaka uliopita. Afisa mtendaji mkuu wa elimu New Zealand Bi Amanda Malu amesema serikali yao imezindua mpango wa ukuaji unaolenga kuongeza mara 2 idadi ya wanafunzi wa kimataifa wanaosoma New Zealand kufikia mwaka 2034. Amesema pia kuwa wanafunzi wa China wanachukua 35% ya wanafunzi wote wa kimataifa nchini humo. Zaidi ya mazungumzo ya ana kwa ana na wawakilishi wa vyuo na baadhi ya balozi zilizoko China, maonyesho haya pia yanajumuisha semina maalum karibu 60. Mada za semina hizo zinahusu mbinu za kuomba nafasi za masomo, mabadiliko ya sera, programu za ufadhili kamili, upangaji wa taaluma pamoja na mwenendo mpya wa masomo ya nje ya nchi. Baada ya awamu ya Beijing ambayo itachukua siku 2, maonyesho haya yataendelea katika miji mingine 4 ya China ambayo ni Wuhan, Chengdu, Guangzhou na Shanghai mnamo Novemba 4, 6, 8 na 9 mtawalia. Lengo ni kuimarisha zaidi ubadilishanaji na ushirikiano wa kielimu kati ya China na mataifa mbalimbali duniani. Our government has announced their Going for Growth plan, which includes doubling the number of international students coming to New Zealand by the year 2034. Chinese students make up 35% of all international students studying in New Zealand. Students who graduate with a bachelor's degree have post-study work rights in New Zealand for up to 3 years. Kwengineko ni kwamba kisiwa cha Hainan kilichoko kusini mwa China kimeongeza matumizi na kuvutia watalii zaidi baada ya kuongeza orodha ya aina za bidhaa zisizo na ushuru na kupunguza masharti ya ununuzi kwa wakazi wake. Sera hii inalenga kuimarisha uchumi wa eneo hilo na kulifanya Hainan kuwa kitovu kikuu cha utalii na biashara ya kimataifa. Tom Wanjala ana maelezo zaidi. Serikali ya Hainan imeongeza makundi mawili mapya ya bidhaa katika orodha ya bidhaa zisizo na ushuru, yani vifaa vya wanyama wa kufugwa na ala ndogo za mziki. Kwa mabadiliko hayo, sasa kuna jumla ya makundi 47 ya bidhaa zinazoweza kununuliwa bila ushuru katika kisiwa hicho. Sera hii mpya pia imewanufaisha wakazi wa Hainan. Mtu yeyote anayeishi kisiwani, mradi tu ameondoka kisiwani angalau mara moja katika mwaka, anaweza kununua bidhaa zisizo na ushuru mara nyingi anavyotaka ndani ya mwaka huo. When I come here, I'm actually much more interested in Chinese brands, and I know the quality is just as good, if not better than in many cases. Given that it expands the opportunities for shopping for foreigners like